Kampuni ya Barton Tanzania Limited ya jijini Arusha imezindua viuatilifu 10 vipya kusaidia wakulima wa ngano, mahindi, kahawa, korosho, nyanya, vitunguu na maharage, mboga na kukabiliana na visumbufu na athari ya mabadiliko ya tabia nchi kanda ya Ziwa. Uzinduzi vya viuatilifu hivyo umefanyika katika viwanja vya Nane Nane jijini Mwanza kwa kushirikisha wauzaji wakubwa viuatilifu nchini kutoka mikoa ya Mwanza, Kigoma, Tabora, Geita, Shinyanga, Mara na Simiyu. Meneja mkuu wa kampuni ya Barton Tanzania, Jacob, amesema in the Lake Zone and as in other regions, Barton Tanzania is launching their own product. This product has become a necessity in the market because there's so many counterfeit products, and if you don't have the genuine product, then at the end of the day you can have the best crop that you wish for. If you don't use the right crop protection, you're going to lose your whole crop. So it's important that you use the right product. For us, it's about the value chain. We control this from the manufacturer right through to the aggregate, to the end user. This will then ascertain the end user that he gets a good crop and he can protect that crop and he can get the best value of money. This decision was taken by Barton a couple of years back, and we already can see that there is progress and the farmers are starting to get better yields at the end of the day because they're protecting the crop better. Mtaalamu wa sayansi ya mimea wa kampuni ya Barton Tanzania, Chonya Wema, amesema viuatilifu ni suluhisho la wadudu na athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Leo tuko kanda ya Ziwa, hapa ni Mwanza, katika viunga vya maonyesho ya kilimo Nane Nane. Tumekuja kuendelea zoezi letu kama kawaida. Mwaka huu Barton tumesema tunafanya uzinduzi wa viuatilifu vyetu vipya kwa ajili ya kuwasaidia wakulima waweze kupambana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi kwa kilimo kwa sasa. Kwa kanda ya Ziwa tumekuja kuwafundisha wakulima wetu kuthamini bidhaa yenye ubora wake. Hatuangalii bei. Tunawashauri wakulima waangalie ubora. Kwa hiyo tumeleta mabodila wetu hawa wakiwa kama ndio mabalozi wetu wakubwa kupeleka elimu kwa wakulima wetu kuhusu matumizi sahihi ya viuatilifu, lakini pia na namna ya kujikinga na afya zao. Matumizi ya viuatilifu ni njia nyingine, lakini pia afya zetu pia lazima tuzikinge kwa kuangalia ni muda gani ni unafaa kunyunyiza viuatilifu. Sio kila muda ni kupiga tu shambani, hapana. Lazima mkulima ajihakikishie afanye upembuzi yakinifu kuhusu magonjwa gani na tatizo gani lilopo ili aweze kunyunyiza na kufanya maamuzi afanye hivyo. Kwa leo kanda ya Ziwa tunajua wakulima wengi ndio msimu wa kilimo cha nyanya umeanza. Kwa hiyo tumewashauri zaidi kuhusu Omega ambao ni maalum kwa ajili ya kupambana na wadudu kama kantangaze, lakini pia kwa wale wakulima mahindi, wadudu kama wale viwavi jeshi wanaolima mahindi yao, lakini pia tukaambia Halo Plus kwa ajili ya wadudu kama kimamba au FEC wanaongea tusema thrips, lakini pia tukaambia kuhusu magonjwa ya mnyauko ndio tatizo kubwa sana la kanda ya Ziwa, ambapo tumeweza kuwashauri kwamba Anex Extra 76 ndio kiwakuvu pekee ambacho ni bora kabisa kudhibiti na kuzuia magonjwa ya mnyauko yasienee zaidi, at least kiwapunguzie kwa 75%. Afisa kilimo katika ofisi ya mkoa wa Mwanza, Innocent Care, alielezea uzinduzi wa viuatilifu hivyo ni ukombozi kwa wakulima wa kanda ya Ziwa. Hao waliopata elimu kama hii au wauzaji wa pembejeo na wadau wengine, tuendelee kutoa elimu kwa hawa ili waweze kuwashauri wakulima kipindi ambapo wanauzia hivi visumbufu viuatilifu ili vikatumike vizuri na kuweza kuongeza ufanisi kwenye kudhibiti visumbufu, hasa wadudu ambao mara nyingi wanasumbua sana, magonjwa ambayo yanasumbua mazao yetu ya kanda ya Ziwa na mazao na sehemu zingine za hapa nchini na duniani kote.